Yes bana, karibu wana michezo, tuzungumze kandanda nikiwa na ndugu yangu Alex Ngeleza. Tunakwenda kuzungumza masuala ya kimichezo. Kubwa hasa ni mchezo wa jana Young Africans dhidi ya Namungo, mchezo ambao uliwasaidia kuondoka na alama 3 akiwa na magoli 3. Alan Okello Starboy amewaka kweli kuelekea masuala ya MVP yapoje, lakini pia kwa upande wa Faisal jana pia alipata matokeo bora sana kwa upande wake na kuongeza namba. Tukizungumzia kwenye matukio, lakini pia tukianza kwenye usajili wa Young Africans, Alan Okello, itoshe kusema kwamba Young Africans ni usajili bora kwa mwaka huu ambao wameufanya. Yeah, of course unaweza ukasema hivyo kwamba ni moja ya ni usajili bora by the way, kwa sababu wengine wote ambao wamewasajili msimu huu hakuna ambaye amefanya mambo makubwa kama Alan Okello. Amekuja kuwa na namba nzuri sana tofauti na wachezaji wengine wote. Angalia ameweza kwenye mabao 18 mpaka hivi sasa, si ndani ya muda mfupi ambao ameingia, mabao 11, assist 7. Sio kitu cha mchezo, sio kitu ambacho kila mtu anaweza kufanya, na ni kwa sababu pia hata fomu ya Yanga yenyewe haijakaa vizuri, lakini inawezekana Yanga ingekuwa kwenye fomu nzuri, pengine tungeweza kuona akizalisha mabao mengi zaidi, kwa maana akihusika kwenye mabao mengi zaidi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yuko kwenye fomu bora kuliko wachezaji wote ambao Yanga imewaingiza kuanzia mwanzoni mwa msimu mpaka dirisha dogo. Lakini pia mtu mwingine wa pili ambao unasema sio usajili mbaya ni kwa Mohamed Hussein Shabalala by the way, naye pia ameingia kipindi ambacho Yanga ilikuwa inamhitaji kweli, ameingia tu moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Ni uhamisho mzuri ambao pia Yanga waliufanya, lakini kwa Okello nafikiri ni the best kuliko wengine wote ambao Yanga imewaingiza tangu mwanzoni mwa msimu mpaka katikati ya msimu. Sawa, tukizungumzia sasa kwa upande wa namba zake, namna ambavyo ananiongeza, ukiangalia na ushindani uliopo yeye pamoja na Faisal Salum Abdallah, unapomtizamia wewe, maana ya ukubwa wake, ukitaka kutafuta swala la MVP, maono yake yanaona wapi? Kama unasubiria michezo kwanza hii swala nani? Hapana, kwa vivyo itakapokuwa Okello hastahili kuwa MVP hata kama atamaliza na magoli 20. Kwa sababu kwanza kaingia dirisha dogo, hajacheza mechi nyingi kama ambazo mtu kama Faisal Salum amecheza, lakini pia Faisal pia namba zake za mabao ziko juu. Mpaka hivi sasa ndio mchezaji ambaye amecheza kwenye mabao mengi zaidi kuliko hata Alan Okello, si? Kwa hiyo unazungumza swala la uzalishaji wa mabao, bado Faisal Salum amezalisha mabao mengi kuliko Alan Okello. Lakini kwa vyote pia itakapokuwa mpaka mwishoni mwa msimu, kwa mchango wa Faisal na eneo ambalo anacheza, ni sahihi pia kupata hiyo tuzo ya MVP na tuzo ya kiungo bora kutokana na kile ambacho amekifanya. Okello pia zipo baadhi ya mechi ambazo hajafanya vizuri, ambazo pia alianza wakati anajiunga na Young Africans. Kwa mfano ukiangalia kwenye michezo labda 14 au 15, 16 ambazo amecheza, au kwenye mechi zote ambazo amecheza Okello amefanya vizuri kwenye mechi 6 za hivi karibuni ambazo zinahesabika. Lakini pia hizo mechi 6 ambazo amefanya vizuri kwenye siku za hivi karibuni ni mechi ambazo pia hakuna big match hata moja, sawa? Kwenye big match ambayo amecheza 2 za dabi, hakuna hata mechi moja ambayo amefanya vizuri, si? Lakini ukiangalia hizo mechi zingine zote ambazo amecheza za madaraja ya kati, zipo ambazo amefanya vizuri na zipo ambazo hajafanya vizuri. Kwa mfano Okello ameanza kufanya vizuri mechi dhidi ya mechi na Mbeya City, mechi na Pamba Jiji, si? Mechi na Dodoma Jiji, ikaja mechi na Namungo, akacheza mechi ya Simba hakufanya vizuri, akacheza mechi na KMC, nimemtaja sijamtaja, ambayo pia ni mechi nyingine ambayo alicheza vizuri. Of course pia hakuzalisha mabao, lakini alicheza vizuri sana. Akacheza mechi ya JKT ile ambayo ilikuwa ni mechi ya FA, na pia alifanya vizuri. Maana yake pia mechi ambazo amezalisha mabao sio mechi nyingi. Kwa zile mechi ambazo zinaonekana ngumu kwa Yanga pia nazo pia hajafanya vizuri sana. Kwa hiyo mchezaji ambaye pamoja na kwamba amefanya vizuri, lakini zipo mechi ambazo pia hajawa kwenye kiwango bora kama hiki ambacho tumekuonesha kwenye hizo mechi chache ambazo nimezitaja hapa. Kwa hiyo naheshimu mchango wake, lakini sasa kumlinganisha na mtu kama Fei, hapo sasa ndo au Chama, hapo sasa ndo nataka sasa watu labda tumvunjie heshima, au mimi labda nimvunjie heshima nani? Okello na wachezaji wengine ambao tunawalinganisha naye. Yaani ukimlinganisha Chama na Okello na Faisal, manake unawakosea heshima kwanza Chama na Faisal, lakini pia unamkosea heshima Okello kwa sababu unamfananisha na wachezaji ambao sio wa level yake. Sio wa level, yaani unamtafutia matusi, yaani unamtafutia matusi ambayo sio ya lazima. Future yake unaionaje?
future yake inaweza ikawa nzuri, sijui kitakotokea nini, inaweza ikawa nzuri, lakini kwa sababu, kwa nini nasema inaweza ikawa nzuri? Kwa sababu mpaka sasa hivi hajatupa mechi 10 bora bado. Sawa, hajatupa mechi 10 bora. Tunasubiri Okello atupe mechi hata 15 bora kwanza, kwenye kiwango kile kile, consistency awe hata kwenye mechi 15 mfululizo. Hapo sasa tunaweza tukazungumza future yake kwamba atakuja kuwahi. Kuna wachezaji wamekuwaka hizo mechi 5-6 alafu baadaye walipotea, hawakuwa kuonesha tena uwezo mzuri, ambaye sasa tunaenda international break. Sasa international break pia inaweza kaja ikaisha akarudi kivingine, anaweza pia asirudi na kiwango kile kile. Mimi nitakwambia mfano Pacome ni mchezaji ambaye ni ile majikujaa. Yaani kwenye misimu yote ambayo amecheza Tanzania, misimu mitatu, sio? Hakuna msimu ambao amekuwa na consistency msimu mzima akiwa kwenye kiwango bora. Anagawagawa msimu. Kwa mfano msimu wake wa kwanza alianza vizuri msimu. Nusu ya pili ya msimu hakufanya vizuri. Msimu wa pili hakuanza vizuri, akaja kuchanganya katikati. Sawa? Alipochanganya katikati pale ndo akaenda kumaliza na msimu. Angalia msimu huu. Ameanza vizuri mwanzoni, amekata moto. Sasa hivi kapotea. Labda anaweza kujipata labda hapo mwishoni, labda anaweza kujipata kwenye mechi 2 za mwisho, inawezekana hivi. Kwa hiyo tunahitaji kupata consistency ya Alan Okello kwanza kwenye michezo 15. Akiwa nayo kwenye michezo 15, tutamdai michezo 20. Ikifika 20 tutamwomba mechi 30. Zifika 30 maana tunazungumza ni msimu mzima huo. Hapo sasa tunaweza tukasema labda season 2 mbele anaweza kuwa kwenye level ya namna gani. Kwa hiyo mimi siwezi kuzungumzia future yake kwa sababu bado hata mechi 10 hajatupa kwa kiwa kwenye ubora huu ambao anaonesha sasa hivi, au kwa kwenye fomu hii ambayo anatuonesha sasa hivi. Nafikiri anahitaji zaidi kupewa zaidi nini? Muda. Kwa hiyo njia nzuri ya kumuanalyze Okello ni kuto kumfananisha na watu wengine. Yaani watu wamuanalyze yeye kama yeye. Ila ukimlinganisha labda na Chama, ukamlinganisha na Faisal, unamtafutia Okello matusi ambayo sio ya lazima, kwa sababu kuna watu watamtukana. Yaani wewe huwezi kufananisha leo mchezaji amecheza season 5-6 kwenye kiwango kile kile, ada kwenye fomu ile ile na ubora ule ule, alafu mfananisha na mtu ambaye amecheza mechi 5 hapo, tena mechi zenyewe hizi ambazo za kaukankuvae. Yaani unakuta kuna mechi hata wapinzani wanafanya makosa mengine mpaka unashika kichwa unasema inakuwaje hii? Umeelewa? Lakini pia unakuta kwenye hizo takwimu zake kuna makosa pia ya waamuzi kibao yametokea. Kwa mfano kwenye magoli ya Okello kuna goli alifunga na Dodoma Jiji ambayo it was clear offside. Of course. Unakumbuka lakini inahesabiwa ni bao lake, sio? Lakini makosa ya mtu mwingine ndio alimpa nini? Bao. Kwa hiyo nafikiri kwa Okello tumwache tu kwanza, tumtazame vile alivyo, tusimlinganishe na mtu mwingine kwa sababu hao wengine ni bora zaidi kuliko yeye kwenye kila kitu. Alex Ngeleza, nani wa kumzuia sasa Young Africans kwenye ubingwa? Nani wa kumzuia Simba? Ukiangalia kwenye mechi ambazo unakwenda kugeuka nazo, namna ambavyo competition ipo, alama 2 nyuma, mnyama Simba, namna ambavyo anafukuzia ubingwa safari hii. Young Africans unamuona kuna mechi ambayo kwake ni ngumu sana, ama zilizosalia zote Young Africans atajikotea pointi na Simba mechi ligi kesha kama ambavyo ilivyo sasa. Kwa fomu alionayo Simba ni ngumu sana kumzuia. Na I'm pretty sure Simba ana uwezo wa kushinda mechi zake zote ambazo zimesalia. Sasa cha kutazama hapa ni Yanga atachezaje mechi zake. Kizuri kwa Simba ni kwamba Yanga bado ana mechi ngumu 2 nafikiri. Ana mechi na TRA, ana mechi na Azam FC. Hizo ndio mechi ambazo labda anaweza kadondosha alama. Asipodondosha alama kwenye hizo mechi 2, maana yake kuna possibility kubwa sasa ya Yanga kuwa bingwa. Ila akidondosha alama kwa namna yoyote, Simba anaweza kwenda kuwa bingwa. Njia ya Simba kupata uchampioni ni kushinda mechi zake zote ambazo zimesalia. Onyesha kwa fomu ambayo Simba wanayo, sioni kama kuna timu inaweza kuwazuia Simba kwa sababu mechi ngumu zote ameshamaliza. Lakini Young Africans ana hizo mechi 2 ngumu ambazo sioni kama pia anaweza kushinda zote 2 kwa matokeo ya 100%, kwa maana ya kupata alama 3 kwenye mechi zote. Ila naiona possibility yeye labda kudondosha alama either 2 au alama 4 au kudondosha alama 3 completely, yes. Lakini kwa upande wa Simba nafikiri wana advantage nzuri zaidi ya kwenda kuchukua ubingwa, pamoja na kwamba mpaka hivi sasa Yanga yuko mbele kwa tofauti ya alama 2. Sawa, tukizungumzia pia kwa upande wa eneo hilo la ubingwa, nimezungumzia Young Africans huenda akadondosha alama. Tuzungumzie ile performance in general ya Young Africans. Msimu ndio tayari unakwenda kuisha hivi.
kama ni assessment ya ubora kikosi unaweza ukatoa hata hivi sasa, kwa maana mechi zilizosalia ni chache, hata watu wacheze vipi haitoshi kuwa hichi ni takwimu halisi ya ulikuwa na kikosi bora. Young Africans unaona wamefeli wapi safari hii? Kwanza Yanga walifeli kwenye maeneo mawili makubwa. Eneo la kwanza usajili, eneo la pili benchi la ufundi. Yanga hawakufanya usajili mzuri ambao unakuja kuikomboa timu, ila walifanya usajili ambao ulikuja kuingiza wachezaji wengi ambao hawana faida kwenye timu. Yaani ni kama wafanya kazi hewa, yaani wapo tu kwenye timu lakini hawana mchango wowote wa kuisaidia timu kufanya vizuri. Kwa mfano leo msimu unaisha, Lassana Kouma hajaonyesha uwezo wowote mpaka sasa, hajatumika inavyotakiwa. Musa Balakonte, Mohamed Dumbia, Celeste Kuwa, kina wengi sawa, wachezaji wengi. Hapa tunataja wachezaji wa kimataifa tu. Manake kwa wachezaji wa kimataifa ambao wote waliwasajili mwanzoni mwa msimu mpaka sasa, hakuna ambaye unaona kidogo kwamba ana future, anaweza bado kuifanya Yanga kuwa timu nzuri. Na ndio maana wengine wameachana nao. Njoo tazama wachezaji ambao wameingiza ambao ni wachezaji wa ndani kwa maana local players. Ni Mohamed Hussein pekee mpaka sasa ambaye anaonesha kwamba anaweza kuonesha kitu ndani ya Young Africans. Wamekuja dirisha dogo, wameongeza wachezaji kadhaa. Lakini kwa wachezaji kadhaa mpaka sasa hivi ambaye ana consistency ni huyu mmoja ambaye ni Alan Okello, ambaye pia consistency kaipata kwenye mechi 6 za hivi karibuni, sio? Kwa hiyo bado ukitazama kwenye usajili walifeli kuanzia dirisha kubwa la uhamisho wa wachezaji mpaka dirisha dogo la uhamisho wa wachezaji. Lakini eneo lingine la pili ni ni maingizo ya makocha. Yanga haijadondoka msimu huu. Yanga imeanza kudondoka tangu msimu uliopita. Msimu uliopita walichukua ubingwa kwenye mazingira ambayo walikuwa very tight. Walibadilisha makocha mara 3. Alianza Miguel Gamondi, akaja Pedro, akaja Romain Folz, akamaliza Abdi Milud. This season ameanza Romain Folz, akaja akachukua Pedro Goncalves, anamaliza Moli. Manake mabadiliko wamefanya mabadiliko ya makocha 6 ambao unazungumza ndani ya misimu miwili tu, ambao pia wote kila mtu alikuwa na falsafa yake ya ufundishaji, ambao hiyo pia ilikuja kuharibu ule muundo wa uchezaji wa timu, ikasababisha wachezaji wengi viwango vyao pia kushuka, kiasi kwamba kuja kurudi kwenye ile fomu bora lazima itachukua muda mrefu. Leo Max haeleweki, Kome haeleweki, kwa sababu timu tayari ilishachanganywa hapo katikati na vitu mbalimbali ambavyo zilikuja kuifanya timu ikatoka kwenye njia. Hivyo ndio vitu viwili ambavyo vimeifelisha Young Africans kwa kiwango kikubwa kabisa. Simba inaweza kusimama kama moja ya klabu bora kwa msimu huu 25-26. Of course mpaka sasa ni timu bora, lakini ukiuje kuna timu kwa mfano mwishoni mwa msimu ukianalyze vipi timu bora, tuangalie ile ambayo ibeba taji, ndio wanaanalize hivyo. Yeah, of course ambayo imechukua ubingwa maana ndio timu bora. Lakini performance nzuri ndio Simba wanaweza, yani kwa mfano Simba kikosa ubingwa wao kwenye sema timu ambayo ilikuwa na performance nzuri kwenye msimu imepoteza nini? Ubingwa. Manake Simba wanaweza akapoteza ubingwa, lakini sio kwamba ni timu ambayo sio timu bora. Ila itakuwa ni timu ambayo ipo kwenye fomu nzuri sana. Na of course kwangu pia msimu huu Simba wakipoteza ubingwa itakuwa tu sio bahati yao, ila walijitahidi kufanya kila kitu kwa ubora unaotakiwa na ilishindikana. Unajua kuna Yanga kuna mechi nyingi ambazo amepata matokeo ambayo pia bahati ilikuwa ndani yake. Lakini pia msimu huu kuna mechi ambazo Simba Yanga alisare, ambazo Simba alitakiwa kuyeza kwake badala ashinde naye pia alisare kama Yanga. Kwa hiyo wakawa mwisho siku wanapata matokeo yanayofanana. Ndio maana mpaka sasa hivi ukiangalia tofauti yao unajua ni yani uwiano wa mechi za kushinda kati ya Simba na Yanga unafanana. Tofauti hizi alama mbili ambazo zinatengenezwa pale juu ni sare ambayo Simba amepata nyingi, ambapo Simba kapata sare 7, Yanga kapata sare 6. Lakini wote michezo ya kushinda wamelingana. Walichofuatana ni sare hii moja, ambayo sare moja ndio inaleta gap la alama 2 pale juu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo matokeo ya Simba na Yanga msimu yanafanana. Tofauti yao ni sare hii moja. Onishi labda ikatokea labda Simba akapata sare, labda Yanga akapata sare nyingine moja, wote wanakuwa na sare 7-7, wanakuwa sawa kwenye michezo ya kushinda, wanalingana alama. Tofauti sasa itakuja kwenye magao ya kufunga na kufungwa, ambapo Yanga of course kafunga magoli mengi, kamfunga JKT mabao 5, kamfunga Mashujaa mabao 6, kamfunga Mbeya City mabao 6. Automatically yeye kwenye mechi 3 kafunga mabao 17.
Kwa hiyo yeye sasa kwenye hizo mechi 3 tayari zinamwacha zinatengeneza kikubwa ya yeye kuwa bingwa zaidi kuliko nani, kuliko Simba. Ikitokea wamelingana, wamekuwa sawa kwenye alama. Shukrani sana. Asante sana.